Nini kinaendelea kuhusu winga mpya wa klabu ya Young Africans Buba Jame? Msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe alibainisha wiki iliyopita kwamba Buba Jame atakuwa sehemu ya kikosi ambacho kitasafiri na timu kuelekea Morocco. Wao watatangulia, lakini naye pia atafikia huko na atakutana na kikosi, lakini inaonekana ni kama vile hakuwepo mwisho wa siku na haijatoka taarifa yoyote, lakini pengine kwa faida tu tujiulize ni kwa nini pengine Buba Jame amechelewa sana kuingia ama kuungana na kikosi cha Young Africans, licha ya kwamba usajili wake umekamilika takriban siku 6-7 zilizopita, takriban wiki hivi sasa. Usajili wake umekamilika, siku ya mwisho kabisa zikiwa zimebaki dakika 5 dirisha kufungwa, lakini hajaungana na kikosi. Kitu kikubwa ambacho kinaonekana hapa ambacho kimefanya achelewe kuingia kwenye kikosi, pengine labda atarudi na kikosi au pengine anaweza akachelewa zaidi, lakini uhalisia ni kwamba sababu namba moja ama kitu kikubwa ambacho kinaonekana hapa ni kwamba kunaweza kukaa kuna changamoto ya work permit, kibali cha kazi ama clearance, yani kuweza kupata zile clearance za kuweza kumruhusu kutoka sehemu moja ama kutoka kwenye mpaka wa eneo moja kwenda kwenye mpaka wa eneo jingine. Na hichi kwa mtu kama Buba Jame, kwangu mimi siwezi kushangazwa, kwa sababu huyu ni mtu ambaye amepata changamoto ya kutoweza kucheza licha ya kusaini mkataba katika nchi mbili tofauti. Alishindwa kabisa kucheza. Of course hiyo ilikuwa ni Ulaya. Kesi ya Afrika inaweza kuwa tofauti bila shaka, lakini kwa kesi ya Ulaya manake alikwenda Ureno mwaka 2023 katika klabu ya Estrela Amadora. Alisaini mkataba pale, lakini aliishia kufanya mazoezi tu na kikosi cha kwanza. Hakuweza kabisa kupata nafasi ya kuweza kucheza kwa sababu hakuwa na work permit. Akataka tena kuendelea kujaribu bahati yake Ulaya, akaenda katika nchi ya Hungary, lakini matokeo yakawa ni yale yale. Sasa haya yanahusiana vipi na hichi ninachokisema? Mara nyingi mchezaji anapokuwa ameshakwama mara kadhaa kupata kibali cha kazi kwenye nchi ambazo pengine alikuwa anaamini anaweza kupata nafasi ya kucheza, hiyo inaweza ikawa ni sababu ya kuweza kumfanya pia akachelewa kuingia kwenye nchi tofauti. Na ndio maana nataka kujaribu kutizama kwa Buba Jame alipotoka Ulaya, kwa nini ilikuwa rahisi kuja na kucheza? Ni kwa sababu alirudi katika nchi ya Angola, nchi ambayo hivi sasa ni raia. Kwa wale ambao walikuwa wafahamu, Buba Jame ana uraia wa nchi mbili, uraia wa Gambia, lakini pia ana uraia wa Angola. Gambia ni kwa sababu ya kuzaliwa Angola. Miongoni mwa vishawishi vikubwa ambavyo vilimfanya achukue uraia wa Angola ni mwalimu wa sasa wa klabu ya Young Africans, Pedro Goncalves. Aliwahi kumsimamia Buba Jame kwenye baadhi ya mechi ambazo hazikuwa rasmi za timu ya taifa ya Angola, na katika kuzungumza naye mwafaka ukawa ni kwamba aweze kuchukua uraia wa Angola. Kwa hiyo hakukuwa na shida ya Buba Jame kurudi Angola moja kwa moja kuja kucheza katika klabu ya JD Interclub, kwa sababu alishawahi kucheza huko kabla ya kwenda Ulaya. Kwa hiyo hakukuwa na issue zozote hapo, lakini kinachoonekana ni kwamba move ya yeye kutoka hapo tena kwenda kwenye nchi nyingine kunaweza kukawa kuna delay, yani ule muda ambao atachukua mpaka kupitishwa, wenyewe wanafahamu kitaalamu ni kitu ambacho kinaweza kikachukua muda, na ndio maana pengine mpaka sasa hivi anashindwa kuingia ama anashindwa kukutana na wenzake, kwa sababu kama ni nafasi yake kwenye kikosi kwa maana ya usajili ipo pale. Musa Balakonte katolewa kwa mkopo kwenda katika klabu ya Raja, kwa hiyo ametolewa katika system, katika idadi ya wachezaji wa kigeni, manake tayari nafasi imeshapungua. Lakini yeye kushindwa kuwa sehemu ya kikosi mpaka sasa hivi ni kutokana na changamoto ambazo zinaonekana kabisa zina uhalisia kutokana na jinsi ambavyo safari yake ya mpira imekuwa. Kumekuwa kuna kukwama kila hapa na pale kwenye kuzichezea baadhi ya timu kwenye mipaka tofauti. Kwa kesi ya Young Africans ni wazi huyo ni mchezaji ambaye atafika, ama anaweza karudi na kikosi au akawa sehemu ya mazoezi yanayofuata, pengine akawa anakuja moja kwa moja huku na sio tena kama ilivyoarifiwa kule Morocco. Lakini alimuhimu uhalisia ni kwamba atacheza tu. Obviously mazingira ya Afrika na huko Ulaya ni tofauti, lakini changamoto ni hiyo, ni kwamba mchezaji akishakuwa amekwama kwenye nyakati kadhaa kuweza kucheza kutokana na vibali vya kazi kwenye nchi tofauti tofauti, mwafaka wa yeye pia kutoka hapo, hata kama ni kwenye nchi nyingine ya Afrika, kuingia pia unakuwa na mrorongo. Ultimately atapata nafasi, atacheza, atakuwa integrated, lakini kunakuwa kuna process ambayo lazima inakuwepo kutokana na changamoto za namna hiyo. Kwa hiyo hicho ndicho kikubwa ambacho kinaonekana juu ya winga mpya wa klabu ya Young Africans kutokuwa sehemu ya kikosi mpaka sasa hivi, Abubakar Jame.